mimi nitafanya aje? Kwingineko mtazamaji, Neema Charo, mwanafunzi wa gredi ya 6, alilazimika kuacha elimu yake na kuchukua jukumu la mlezi baada ya kifo cha mamake. Sasa akiwatunza ndugu zake 8 ikiwa ni pamoja na mtoto wa miezi 4. Licha ya mafanikio ya kitaifa katika elimu ya wasichana, ni 14% tu ya wasichana wa vijijini wanaofaulu kwenda katika shule za sekondari ya juu, huku 39.8% ya familia zikisongwa na lindi la umaskini. Wasichana wengi wamelazimika kuacha shule, ikiwemo Neema, wakiwa wamenaswa na ajira ya watoto na majukumu ya kifamilia. Levis Musumba anavyoripoti katika kaunti ya Kilifi, haswa wadi za Magarini na Ganze. Idadi inaongezeka kila uchao, huku wasichana kutoka katika mazingira duni sasa wakiathirika pakubwa. Katika wadi ya Sokoni, kaunti ya Kilifi, tunakutana na Neema Charo, mwanafunzi wa darasa la 6, aliyelazimika kuacha shule na kuchukua majukumu ya uzazi baada ya mamake kufariki miezi 5 iliyopita. Mzazi wangu hakuwa na uwezo wa kunisomesha, so nikaacha pia mimi shule. Sasa niko nyumbani nalea mtoto. Kando na ulezi wa dadake mwenye umri wa miezi 4, pia anabeba mzigo wa ndugu wengine 7. Ndoto yake ya kuwa mwalimu imezimwa kwani babake hawezi kumlipia elimu. Niko na changamoto ya maziwa, mavazi ni mimi, kila kitu ni mimi yani. Sasa maisha yako ameniwacha bibi yangu, imekuwa ni mzito utafutaji wa uchumi wa mimi peke yangu. Neema ni mmoja tu kati ya wasichana wengi wa vijijini nchini Kenya, ambao ni 14% tu wenye umri wa miaka 9 hadi 13 wanaofanikiwa kufika shule ya upili, ikiwa ni dhihirisho tosha la athari za umaskini katika elimu ya mtoto wa kike. Janet Safari, mama mjane wa watoto 4, anajua uchungu wa wasichana kukosa elimu. Binti zake 4 wameacha shule na baadhi yao wameolewa wakiwa bado wadogo. Maisha ni magumu. Manake ni ya kutafuta, nikikosa watoto wanalala. Wana shida, wanataka vitabu, wanataka kalamu, mimi sina, niko mimi peke yangu. Kulingana na data ya idara ya huduma za watoto za kati ya Julai mwaka 2023 na Juni 2025, kaunti ya Kilifi ilisajili wanafunzi 122 walioacha shule. Wadi za Magarini na Ganze ziliongoza, lakini idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi kwani kesi nyingi haziripotiwi. So we are trying to reduce the distances where these boys and girls walk to go to the institutions. Right now we have 812 schools which are operational. Katika kukabiliana na hali hii, shule ya Vonwald sasa inatoa elimu ya bure kwa wanafunzi werevu wanaofanya vyema, ambao wanahitaji kwa matumaini ya kuwapa elimu na kuokoa maisha yao ya baadaye. And even much more when they finish their high school education, we proceed to further their studies in colleges, in universities. Mashirika ya nyanjani kama Gapika pia yamepigania haki ya elimu kwa watoto wa kike, huku wakizuru vijijini na kunakili wanafunzi kutoka familia maskini wanaohitaji msaada wa elimu. The best intervention will be to ensure that education is free, and free in its actual sense, so that all children can access education. Sheria ya mtoto ya mwaka 2022 inaamuru kaunti kulinda haki ya watoto ya kupata elimu, lakini umaskini, unyanyasaji wa kijinsia na mimba za utotoni zimesalia kuwa vikwazo. Levis Musumba, KTN.